Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe, Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Na majira ni saa 11:30 kuelekea saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 12:30 kuelekea majira ya saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Hii ni Baraka1 TV tarehe 3 za mwezi wa pili 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Fizi Minembwe zaidi ya M23 Twirwaneho 40 wakamatwa na wengine wajisalimisha kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Uvira, Generali kiongozi Makanaki atoa ujumbe mzito kwa raia pia kwa wazalendo ndani ya jiji la Uvira na kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bukavu, M23 ya wakamata vijana na kuwapeleka pasipojulikana, huku upande wa Kisangani raia wote wanaishi pembezoni mwa uwanja wa ndege waondolewa kwa ajili ya usalama wao zaidi. Na mkumbuka pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengine yote ambayo yakazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile shirikiana na Baraka1 TV kwa ajili ya kuweza kupatikana kwa drone. Na tuanze na taarifa hizi kutoka Fizi Minembwe ambako zaidi ya M23 40 Twirwaneho wakamatwa na wengine wajisalimisha. Mapigano yalifanyika makubwa na mazito ambayo hayajawahi kutokea kwenye milima ya nyanja ya juu huko tarafani Fizi, Mwenga pamoja na Uvira, ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bega kwa bega pamoja na wazalendo wameweza kufanya kazi kubwa ya kutwanga magaidi wa M23 na muungano wa Twirwaneho Red Tabara huko kwenye milima ya nyanja ya juu. Baada ya mapigano makali, wanajeshi wasiopungua 40 wameweza kukamatwa mateka na wengine kujisalimisha kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kipigo walichokipata huko maeneo ya Point Zero, Mikenge pamoja na Minembwe. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia msemaji wa maeneo hayo Mbui Kalonji ameweza kutambulisha vijana hao wasiopungua 40 ambao miongoni mwao kuna wanajeshi wa zamani wa FARDC ambao walikamatwa na M23 na hivyo kulazimishwa kuingizwa ndani ya muungano wa M23 Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Kutokana na vipigo vitakatifu walivyovipata magaidi hao wa M23 waliweza kufanikiwa kukimbia maeneo ya Minembwe, huku majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakiendelea kudhibiti vijiji mbalimbali vinavyozunguka Minembwe, ikiwa pia pamoja na Minembwe, licha ya magaidi hao wa Twirwaneho kuweza kuvua nguo zao za kijeshi na kujiingiza kwenye majumba ya raia. Kwa sasa kuna ugumu kuweza kujua nani raia na nani gaidi, ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanalazimika kuweza kusitisha mapigano kwa ajili ya uchunguzi zaidi kutoka huko maeneo ya Minembwe.
Après de lourdes pertes matérielles et humaines infligées aux terroristes RDF M23 AFC et leurs alliés Twirwaneho, Ngomino et Red Tabara par le FARDC au retranchement de Panzéro et ses environs dans les territoires de Fizi. 43 éléments se sont rendus à l'armée républicaine le week-end dernier. Fatigués de conditions misérables, ces rendus sont composés essentiellement des anciens militaires des FARDC, jadis actifs au sein de l'armée loyaliste, bien avant la chute des Goma, présenté à l'état-major Axe Uvira par le porte-parole des opérations militaires, le lieutenant Bouika Longérigen. Ces rendus témoignent le calvaire et la vie pénible vécue dans le rang de rebelles hier. Je suis sergent-major Nzungu Zadi Alain de l'unité SECAS du 342e bataillon garnison jadis basé à Goma. Nous nous sommes retrouvés dans les cas des rebelles lors de la chute de Goma. Nous avons manqué où nous enfouir. Les M23 nous avaient pris des forces pour aller suivre une soi-disant formation idéologique à Rumangabo. On vivait des conditions de vie misérables, fouettés chaque jour et torturés comme des esclaves. Lorsque l'opportunité s'est présentée, nous avons pris fuite. Nos instructeurs étaient des militaires rwandais. Lorsque nous étions là-bas, une fois on commettait l'erreur dans l'exercice ou ailleurs, on était tués. Ils avaient creusé des fosses communes où ils enterraient 20 à 50 personnes régulièrement. Depuis que nous nous sommes rendus aux forces gouvernementales, nous mangeons bien et nous sommes en paix parce qu'ici c'est chez nous. J'appelle les autres qui sont encore restés chez l'ennemi de faire tout pour rejoindre nos FARDC. On ne complote jamais contre une république, ni non plus contre les institutions mises en place. Vous avez suivi, tous ces rendus sont des anciens militaires congolais qui étaient actifs dans l'armée congolaise. Ils ont fui les calvaires des rebelles du M23 avec leurs parrains, les forces de défense du Rwanda. Raison pour laquelle, à travers leurs messages, nous alertons encore nos frères à d'autres militaires qui tiennent encore les pas dans le cas de l'ennemi, d'utiliser tous les moyens, toutes les voies possibles de rejoindre les unités régulières de FARDC. C'est ici où ils auront la vie. Rappelons que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent sa mission de neutralisation finale de ces hors-la-loi jusqu'à leur dernier retranchement. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko kwenye milima ya nyanja ya juu ambako M23 Twirwaneho wanaendelea kukipata cha mtemakuni kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, huku kazi kubwa ikifanywa na magaidi hao kuendelea kukimbia maeneo mbalimbali na wengine kubadili nguo na kujivika nguo za raia na kukimbilia kwenye nyumba za wananchi. Tuingie jijini Uvira ambako Jenerali Makanaki atoa ujumbe mzito kwa raia pia kwa wazalendo ndani ya jiji la Uvira na maeneo yote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jenerali kiongozi Makanaki akiwahutubia wananchi ndani ya jiji la Uvira ameweza kugusia pointi muhimu kutokana na hali ya uchonganishi ambao baadhi ya raia walilazimika kutumika na M23, huku wakitoa taarifa kwa magaidi hao na kuwazingisia raia mbalimbali kwamba ni ndugu zao na wazalendo. Tabia hizo ni tabia ambazo haziwezi kujenga na wala hazina umuhimu wote. Badala yake amewataka raia kuweza kuwa watulivu na hivyo kuachana na tabia za kuzingiziana, hata kama licha M23 wamekwisha kuondoka, wanaodhibiti maeneo hayo ni wazalendo pamoja na FARDC. Sio jambo la muhimu kuzingiziana kwamba huyu alikuwa anatumika na hawa, huyu alikuwa na huyu. Kikubwa ni kushirikiana kwa pamoja na kutengeneza amani ya kudumu, maridhiano pamoja na mshikamano. Mtu iko na kazi yake. Kila mtu iko na kazi yake. Kuanzia bazalendo wote ba mupleni. Kuanzia bazalendo wote. Vraiment hakuna mwene apati nani kado yake yene rais ana nani vitu vya kazi. Na tuna upendeleo ya mtu.
lakini mwene ataenda mambo yake ya giza, ya kufunga watu ovyo, ya kuiba watu ovyo, tulikuwa tunaoneshana kupiga masase ovyo. Na kesho wala kesho yake utakutana tena na watu pale Kibondwe kuhusu hivi tule matesoro ya masase iko naendelea. Kesho wakishafunga kiongozi mmoja pale wanaopandisha ndege. Kesho bisikoli ya mihali kunyehe lola bandekele rawo wetu nanga. Hautakunywa pombe ya kuvuruga watu vichwa. Mtu yuko na mili kutaka shoza vizuri yake akunye sumu magharibi. Risase poka kule na sumu inafua nini? Inamwagika. Sasa ule atabakiana amani. Hapana, sio vile. Ifo watu wajisatire biko na amani. Tukitu inaharibisha mwingine kia kwanza ni masasi na bwizi. Ile ndio vitu inaharibisha mwingine. Hebu hapa mainformateri walikuwa bashakuwa mwembe mventura ni uwerewere wa bayiwe biko ndani. Hebu ni uwerewere tu. Ebe mventura napasha kuya hapa hivyo na peso ya kukutafuta wewe chef, hivyo na peso ya kukusanya watu, lakini usiende jiangaje makazi ya kuchongeana yenye utaweza. Huyu ndio fanya makanaki. Alikuwa anashinda huko. Sasa kumbe wale wenoko naambia mukatikati yabo tunaongeaka na hebu kweli na balapia dini ya Mungu mubale ba M23 kuna vene tulikuwa tunaongea na hebu na leo kuko banatupigiaka ndio kitu muyua kama mko mnaenda kumamaje yelea na leo niko na kazi saa hizi niko nawaambia Aisha kesho saa hizi niko nawaambia Aisha toka kule Masage anakuja tipi pale kwa tuko mbele ya runingu kule akasambura kule tuko nao hapa hebu anasie tunaona tunachoka biko na tudanganya tenisi na chanika nazo saizi zetu kwa maana sisi tunaanza sikia haya sivere siri grave tunachoka kule biko na tudanganya hivi na hivi tuko nao hapa mtu mwana nakamata mateka wezi muua die hawezi uwa mateka vile vinakatazwa hawezi uwa mateka unapiga mtu anakuja munisame utamuia nini acha anashindwa anatenda nyuma na mbele unapacha msame sasa nyingine muvito anapiga na okay lakini kama anasema mimi anashindwa msame munaonombeba kubwa bakubwa wanajua kisa watanini batamsherefi na leo viko akiajisalimisha saa hizi kutoka kule wapo kwa M23. Sasa na wewe ungali unafanya busutwa ndakamatisha bazalendo ndakamatisha familia bazalendo bale uko nabo ndio tena viko wanatuita fulani ndio mubaya kumbe uko naongea naye uko na ka telefone tosha katia ka audio niko na mimi ananitumia nako uko na katana na katia hapa kumeza. Jenerali Makanaki pia ameweza kuwataka wananchi ndani ya jiji la Uvira kuweza kuendeleza harakati za toka zamani za kufanya kazi ya umma maarufu inajulikana kama salongo. Kwa sasa meya wa jiji la Uvira Kifara Kapenda Kiki wameweza kutengeneza brigade ya usafi ndani ya jiji la Uvira ambayo kamati hiyo itakuwa na kazi ya kuokota takataka pamoja na kusafisha jiji na mitaa yote maeneo ya Uvira nzima, na hivyo kutaka wananchi kuweza kushirikiana na kamati hiyo maalum ambayo itakuwa na kazi kubwa ya kusafisha jiji la Uvira na wote kwa pamoja waweze kushirikiana. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbiga John ndio nawasalimia katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Ndio nina message moja tu napenda kuambia wakongomani wote na sirtu wenye kuwa katika mji wa Uvira, Fizi, Mwenga, Kongo nzima. Na wasi sana wa baba zangu, wazazi zangu, na wasi sana vraiment na baomba munifuate sana kwa makini. Najua kama salongo depuis atujazaliwa sisi wangali wababu zetu na wababu zetu wababa zetu na baba zetu, salongo inakuwaka tu ni salongo miaka yote. Na wasi sana katika mji wa Uvira, salongo iendelee Fizi, Mwenga, Uvira, Kongo zima, sehemu zote. Na wasi sana wazazi zangu, na wasi sana wakubwa bote biko hapa katika mji wa Uvira. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbiga John, please RFI ndio napana hii message
katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Na wasi sana wazazi zangu, na wasi sana wa baba zangu kwa ajili ya Salongo. Salongo iendelee, na kila mtu anapata hii message. Kila mtu anapata hii message, aisukumie mwenzake. Na wasi sana hiyo Salongo iendelee. Salongo ilikuwa tu depuis zamani, na kila kiongozi anapasha endelesha ile busafi endelee mwaveni. Hiyo Salongo iko chef d'aveni anafanya kwake, de quartier batu yote, hakuna mtu anasafishia mwingine kwake. Hakuna kiongozi mwene mnaenda safishia nyumba yake, na kiongozi naye kuko Salongo pale kwake. Salongo iendelee, mabuchafu makanevu, mabuchafu barabara, mumaveni, malupango. Salongo tunawasi sana iendelee. Wa chefu d'aveni wote wa nyumba 10 waendeleshe Salongo wa de quartier. Ile ni mambo mwene ataendeleshe le Salongo, ajue iko na dossier na maire de la ville. Iko na dossier na maire de la ville. Ile dossier haiko dossier ya jeshi, haiko dossier hapana, ni dossier ya maire de la ville kule. Tunawasi sana, na hakuna mambo ya kufungana, hakuna mambo ya nguvu, lakini hapana, tunawasi sana muendeleshe Salongo iendelee. Bakuwa basipito maveni kuko buchafu, ile makotiko, ile masashe, mayalala, makoko nini, tunakatala ile kabisa. Tunawasi sana wa baba zetu, wazazi zetu, mufanye Salongo kabisa. Wakubwa waone kama kweli mji wa Uvira inaendelesha Salongo, na mji wa Uvira iko busafi na baraka vile sehemu zote vile Salongo iendelee. Asante, Mungu awabariki sana, na usiku njema na usubuhi njema, na miaka yote tuendelee kwa pamoja, na Mungu aenda kutufunika na damu yake katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Amen. Na mbuku nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Ni tarehe 3 mwezi wa pili 2026, majira ni kuelekea saa 12 Afrika Kati, 1 Afrika ya Mashariki. Eshide Kizenga Tembele, Kingsele Kizabe, Ayeba Mashaka, Ayamba Yahaya Hussein, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, ya Feza da Letitia da Asha da Arwen, Akisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Kashosi kutoka Australia, wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Asokolo Ayeba Asani Ramadhan. Na pia matangazo yetu unafuata vizuri kutoka maeneo ya Afrika ya Kusini. Na baada ya taarifa hizo tuingie jijini Bukavu, ambako hiyo jana asubuhi M23 ya wakamata vijana na kuwapeleka mahala ambako hapajulikani, huku upande wa Kisangani raia wanaoishi pembezoni mwa uwanja wa ndege waondolewa kwa ajili ya usalama zaidi. Maeneo kaza jijini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini, raia wameamkia kwenye taharuki baada ya magaidi wa M23 kwenye mitaa mbalimbali wakiendeleza zoezi ya kuwakamata vijana na kuwarundika sehemu moja na baadaye kuwapeleka mahala ambako hapajulikani. Tabia hiyo imejirudia tena baada ya miezi kadhaa ya raia kutokushuhudia hiyo tabia ambayo ilikuwa ni zoezi ya mara kwa mara kwa magaidi wa M23 kuwakamata vijana na kuwarundika sehemu moja, kuwapeleka pasipojulikana, na ama wengine pia wanapelekwa na kulazimishwa kuingizwa ndani ya jeshi la M23. Taarifa zinasema zaidi ya vijana 30 waliweza kukusanywa sehemu moja na hivyo kuweza kupelekwa na magaidi wa M23. Hadi sasa haijulikani wamepelekwa sehemu gani. Miongoni mwa waliokamatwa na baadaye kufanikiwa kutoroka aliweza kushuhudia matukio hayo, huku akitoa rai kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
na pia kwa jamii ya kimataifa kuweza kushuhudia matukio hayo ya kikatili ambayo yanafanywa na magaidi wa M23. Bonjour les groupes. Ici nous sommes tout juste vers le camp Gilles Moquet. Depuis 4 heures, donc 5 heures juste, les policiers sont en train de bloquer les gens. On ne sait pas la cause. Les mamans comme les papas sont bloqués par les policiers au cas. Nous ne savons pas la cause. Vraiment, nous ne savons pas. Nous autres, nous étions victimes avec la dame. Mais heureusement, Dieu nous a sauvés. Voilà, nous sommes épaulés. Les autres sont là, ils sont assis. Les policiers les ont bloqués. Là, je diffusion à tout le monde. Merci beaucoup. Les voici, ils sont là. Ils sont là vraiment. Ils sont là. Tous ceux qui passent, ils sont en train d'être bloqués par ces derniers. Merci. Kwa upande mwingine huko mkoani Chopo jijini Kisangani, baada ya mashambulio yaliyofanywa na drone ambazo zinasadikika ni za washirika wa M23 zilizotengenezwa kwa ajili zilizotumwa kutokea Rwanda na kuja kushambulia uwanja wa ndege wa Kisangani. Raia wameweza kuondolewa pembezoni mwa uwanja huo wa ndege na kupelekwa mbali kidogo kwa ajili ya usalama zaidi. Vikosi vya ulinzi na usalama ndani ya jiji la Kisangani mkoani Chopo wameweza kuwaondoa raia hao na kutaka wakae mbali kidogo na uwanja, maana maeneo hayo yamelengwa na drone kamikaze kutoka kwa magaidi wa M23. Tuzana disi nzila aeroport population basoda babimisa bango bakini bazonga kotia Kisangani kotia Kabondo po bitumba makasi zoya na aeroport babimisi ba population batu baozonga bango wana mikumba baozonga vraiment moaeza tena nzila aeroport. Danger zoya Kisangani, danger zoya vraiment. Watu bango wana baozonga batu. Batu vraiment danger zoza. Naam, na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 ambako utaendelea kusikiza matangazo mbalimbali ya yote yanayojiri kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP, baba la baba mzee wa Ngwasuma, ambaye nilikuwa nakurushia haya matangazo. Ni kuage tu na kusema tukutanane majira ya saa 6, 9 na saa 12. Bye bye.